kuna kitu kimoja naomba nikizungumze leo, na hisi sitaulizwa. Okay. Kwa hiyo ngoja nikipe nafasi kabisa. Maudhui tena hata waandishi sana nyinyi waandishi bwana, mnatukoroga sana. Kwa sababu gani? Mnatuambia kwamba tusimame kwenye maadili, na tunasimama kweli kabisa. Ningekuja huko ulikuwa unakuja maana sijaulizwa sehemu nyingi, kwa hiyo nikasema naweza nikaikosa. Mimi mwenyewe nilikuwa napataka hapo. Tunajitahidi, na mimi mmoja wapo. Unajua pia hata malezi yanachangia kukutafsiri the way ulivyo. Mimi ni mmoja wapo ambao kuna aina ya content ukiniletea ikiwa na ukakasi, najiuliza mara 4 na ishuti vipi. Kwa hiyo nitatafuta namna ya kuipunguza, japo itakukera. Maana yule anayekuletea au anayetaka ucheze, yeye kuna namna anaiona itakavyoenda viral. Lakini sasa wewe ukiangalia sasa pia tuna watoto wanatazama. Kwa hiyo naipunguza, mimi naileta katika njia ambayo naona ni sahihi kwa jamii. Sasa nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba hizi ambazo tunafanya, ambazo vyombo vya habari huku mkikaa mnasema serikali pia inahimiza tuzifanye zenye maadili, hazitembei sana. Sio, unanielewa? Sio content zinazotembea sana. Na hata wazazi wengi wanapiga kelele, siku hizi ukiangalia huko vitu vyao wanavyofanya, yani huwezi kuangalia na familia. Vya ajabu. Lakini sasa cha ajabu, nani anayeziangalia? Mbona zinatembea sana? Kwa hiyo hapa tunatakiwa tuanze kukabana kwanza huku watazamaji. Kwa sababu ukinizuia nisiifanye, au ukiwazuia vijana wasiifanye, alafu ndo zinazoenda. Kwa sababu sasa hivi soko kubwa liko mtandaoni. YouTube, Facebook, huko malipo ndo yako huko, matangazo utapata huko. Na wanapata sana matangazo wanaocheza hizo kuliko sisi. Sahihi. Sasa basi, vyombo vya habari, hebu tujaribu na jamii kwa ujumla kuwekana sawa kwenye hili kwamba nini kifanyike. Kwa sababu unajua unapopika chakula kibaya alafu kinaisha, utaendelea kukipika hicho hicho. Uwezo ukapika kizuri ambacho kinabaki. Hakuna mfanyabiashara huyo. Kwa hiyo sasa ili kile kibaya kisiendelee kupikwa, ni walaji wanatakiwa waache kukila. Kwa hiyo mnapokuja kwetu kutuambia ni marufuku msitengeneze maudhui ya namna hii, lakini hebu tujitazame jamii sasa, hayo maudhui ya namna hiyo yanatembea hayatembei? Jibu ni kwamba yanatembea. Kama yanatembea, wote mtatulazimisha, kwa sababu mwisho wa siku lengo langu sio kukuchekesha tu, lengo langu nipate pesa. Na pesa iko kule ambako wanakofanya hivyo unavyoviona vya ovyo. Sasa kama pesa iko kule, nyinyi hamtufati huku sisi ambao tunafanya hivyo vya maana, mtuletee hizo issue. Mnatulazimisha tukimbilie kwenye kibovu. Kwa hiyo jamii kwa ujumla, waandishi, vyombo vya habari, ili tulitazame sasa sisi. Sawa. Point yako bwana Zito hapo nimeichukua. FM.